tuanzie na mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Majaliwa ya mazungumzo ya Islamabad kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran hayafahamiki bado, licha ya hapo jana Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kurefusha muda usitishaji mapigano kwa muda usiojulikana kwa ombi la Pakistan, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likishambulia meli zilizokaidi maagizo yake kwenye mlango bahari wa Hormuz. Mohamed Khelef anayo mengi zaidi. Hadi muda huu hakuna taarifa zote za kuamuka kwa duru ya pili ya mazungumzo ya Islamabad iliyopaswa kuanza leo Jumatano. Katika dakika za lala salama hapo jana, Rais Trump alitangaza kupitia mtandao wake wa Truth Social kile alichokiita urefushaji wa usitishaji wa mapigano, akidai aliombwa kufanya hivyo na mpatanishi mkuu Pakistan. Kwa mujibu wa Trump, uamuzi huo ulilenga kutoa nafasi kwa wajumbe wa Iran kuwa na pendekezo la pamoja, akiashiria bila ushahidi kuwa kumekuwapo na mpasuko mkubwa ndani ya utawala wa Tehran. Iran hadi sasa haijajibu chochote kuhusu tangazo la Trump, ambaye hata hivyo alisema mzingiro dhidi ya bandari za Iran utaendelea, suala ambalo kwa Tehran ni ukiukaji mkubwa kabisa wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Usiku wa jana ulishuhudia maandamano makubwa kote nchini Iran, ambayo alijumuisha maonyesho ya makombora na mizinga ya jeshi la walinzi wa mapinduzi kwa mara ya kwanza tangu usitishaji mapigano utangazwe wiki mbili zilizopita. Shirika la habari la AFP linasema kiwango kikubwa cha mahudhurio kwenye maandamano hayo kilikusudiwa kutuma ujumbe wa ushujaa mbele ya Israeli na Marekani, ambazo zimekuwa zikidai kuwa vita vyao vya siku 40 vilivyoanzia Februari 28 vilikuwa vimeangamiza kabisa uwezo wa kijeshi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Katika hatua nyingine, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limezishambulia meli 3 zilizokuwa zimebeba makontena kwenye mlango bahari wa Hormuz hivi leo. Mashambulizi yamesababisha madhara kwa meli hizo, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa wala athari yoyote kwa mazingira, kwa mujibu wa mamlaka ya safari za baharini za jeshi la Uingereza UKMTO, ambayo imesema mashambulizi hayo yalifanywa majira ya asubuhi, ikidai kuwa jeshi la Iran halikuwa limezipa onyo lolote meli hizo kabla ya kuzishambulia. Hata hivyo, shirika la habari la Fars nchini Iran limesema jeshi lilitumia mamlaka yake kisheria kuulinda mlango bahari wa Hormuz kwa kuziandama meli hizo ambazo zilikataa kutii maagizo yake. Meli hizo zinatajwa kupeperusha bendera za Liberia na Ugiriki. Mlango bahari huo unaopitisha 20% ya mafuta ghafi na gesi ulimwenguni umekuwa ukichukuliwa kwa njia ya kimataifa, ingawa upo ndani ya mamlaka ya kisheria kwa mipaka ya baharini ya Iran na Oman. Mashambulizi haya leo yanafuatiwa na hatua za jeshi la Marekani kuiteka meli ya makontena ya Iran baada ya kuirushia risasi wiki iliyopita, na pia kuitoa meli nyingine inayodaiwa kusafirisha mafuta ya Iran katika bahari ya Hindi. Huyo alikuwa ni Mohamed Khelef na hali jumla inayoendelea kuhusiana na mgogoro wa kati ya Iran na Marekani. Na tuigeukie sasa ziara ya Papa Leo wa 14 huko Afrika. Leo anakamilisha ziara yake Afrika kwa kutembelea magereza yanayojulikana kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Guinea Ikweta. Ziara hiyo imeibua matumaini mapya kwa wanaharakati wa haki za binadamu, huku ikifufua mijadala kuhusu mateso, kifungo cha kisiasa na urejeshaji wa wahamiaji waliotimuliwa kutoka Marekani. Michael Kwena na ripoti zaidi. Ziara ya Papa Leo wa 14 katika gereza la Bata, mji wa bandari wa Guinea Ikweta, imeelekezwa kuangazia hali mbaya ya magereza na mifumo ya taifa hilo. Gereza hilo limekuwa likitajwa kwa miaka mingi katika ripoti za Umoja wa Mataifa, mashirika ya haki za kibinadamu na hata serikali ya Marekani kuwa na mazingira hatarishi, mateso na kukosekana kwa haki. Papa aliwasili nchini Guinea Ikweta jana Jumanne, ambapo alitoa ujumbe mzito akilani kile alichokiita ukoloni wa rasilimali za madini barani Afrika na tamaa ya madaraka. Pia alinukuu maneno ya Papa Francis akilaani mfumo wa uchumi wa dunia unaozalisha faida kwa wachache huku wengi wakiishi katika umaskini. Papa Leo anaendeleza urithi wa aliyekuwa Papa Francis, ambaye alifanya ziara ya magerezani kuwa sehemu muhimu ya upapa wake. Lengo lake lilikuwa kuwapa matumaini wafungwa na wakati huo huo kuonyesha mshikamano wa kanisa na wale wanaokandamizwa. Ziara hii pia inahitimisha ziara yake barani Afrika baada ya safari ya siku 11 katika mataifa 4 ya Algeria, Cameroon, Guinea Ikweta na Angola. Kabla ya kufika Bata, Papa aliongoza misa huko Mongombo, mashariki mwa taifa hilo,
na baadaye alitarajiwa kusali kwenye mnara wa kumbukumbu ya waathiriwa wa mlipuko wa mwaka 2021 katika kambi ya kijeshi jijini Bata, tukio linalolaumiwa kwa uzembe wa mamlaka. Kwa mujibu wa ripoti ya Marekani ya mwaka 2023, Guinea ya Ikweta imetuhumiwa kwa mauaji ya kiholela ya raia, kukamatwa na kuzuiwa kinyume cha sheria, mateso na kuminywa kwa uhuru wa mahakama. Rais wa nchi hiyo Obiang Nguema Mbasogo amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1979 na amekabiliwa na tuhuma za utawala wa kidikteta na rushwa. Ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2022 ilishabikia kufutwa kwa adhabu ya kifo nchini Guinea ya Ikweta, lakini magereza yake na mfumo wa haki kwa ujumla vimekuwa vikikosolewa mara kwa mara na Umoja wa Mataifa na kulaaniwa na mashirika ya haki za kibinadamu pamoja na idara ya mambo ya nje ya Marekani. Hivi karibuni taifa hilo limekumbwa na ukosoaji mkubwa baada ya kukubali kuwapokea wahamiaji waliotimuliwa kutoka Marekani katika mpango wenye utata wa wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Takriban wahamiaji 29 wasio na uhusiano wote na Guinea ya Ikweta walihamishiwa nchini humo, baadhi wakizuiliwa bila kupata msaada wa kisheria wala matibabu, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Wanaharakati sasa wanasubiri kuona iwapo ziara hiyo itapelekea mabadiliko ya kudumu au kama itakuwa ni ishara ya muda mfupi tu. Lakini kwa wafungwa na waathiriwa wa ukiukaji wa haki, uwepo wa Papa Leo gerezani ni ujumbe mzito kwamba mateso yao yanaonekana na kusikika. Na tunakwenda hivi sasa barani Afrika kuitazama ripoti hii ya Umoja wa Mataifa iliyofichua kwamba kikosi kimoja ambacho ni sehemu ya jeshi linaloongozwa na kamanda Khalifa Haftar huko nchini Libya kimehusika kupeleka mamluki kutoka Colombia na silaha nchini Sudan kuwasaidia wanamgambo wa RSF katika vita vinavyoendelea. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa ilitolewa siku chache baada ya kumbukumbu ya miaka 3 vilipozuka vita hivyo vya Sudan. Wakiombogo anaarifu zaidi kwenye ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, kikosi cha Subul al-Salam Battalion kilirahisisha usafirishaji wa wapiganaji wakiwemo mamluki kutoka Colombia pamoja na silaha na mafuta kuvuka mpaka ili kuunga mkono RSF, hali iliyoongeza machafuko katika mzozo huo mbaya. Kikosi hicho ni sehemu ya jeshi lililojiita Libyan National Army linaloongozwa na jenerali mwenye ushawishi mkubwa Khalifa Haftar ambaye anadhibiti maeneo ya mashariki na kusini mwa Libya yaliyoathiriwa na mgogoro. Wataalamu walisema shughuli zake zilijikita katika mji wa kusini wa Kufra unaopakana na Sudan, Chad na Misri. Kikosi hicho kinadhibiti miundombinu muhimu ikiwemo uwanja wa ndege uliosaidia kusafirisha silaha na wapiganaji kwenda kwa RSF. Ripoti hiyo ya jopo la wataalamu la Umoja wa Mataifa kuhusu Libya iliyochunguza kipindi cha Oktoba mwaka 2024 hadi Februari mwaka 2026 ilitolewa Jumapili. Ilieleza manufaa ambayo RSF ilipata kupitia Libya, ikiwa ni pamoja na kituo cha nyuma kilicho takriban kilomita 75 kusini magharibi mwa Kufra. RSF pia ilinufaika na kituo cha anga cha Kufra. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa walisema kikosi hicho kiliunga mkono operesheni za RSF mwezi Juni mwaka 2025 kwa kupeleka vikosi ardhini, kutoa wapiganaji na kuwasindikiza katika eneo la Libya na kuwezesha upatikanaji wa mafuta na vipuri vya magari. Ripoti ilisema msaada huo ulisaidia RSF kusonga mbele hadi eneo la Uwainat ambapo Sudan, Misri na Libya zinakutana, lakini pia ulidhoofisha usalama wa mipaka kusini mwa Libya. Msemaji wa RSF hakujibu mara moja ombi la maoni, nacho kikosi cha Subul al-Salam hakikupatikana kutoa maoni. Vita nchini Sudan vilianza tarehe 15 Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano wa madaraka kati ya jeshi na RSF kulipuka na kuwa mapigano ya wazi katika mji mkuu wa Khartoum na maeneo mengine ya nchi hiyo kubwa. RSF ilisema mwezi Juni kuwa inadhibiti eneo la pembe tatu ya mipaka baada ya jeshi la Sudan kusema liliondoka eneo hilo kama sehemu ya mikakati yake ya kujihami dhidi ya mashambulizi. Jeshi limevishutumu vikosi vya Haftar kwa kusaidia mashambulizi ya RSF katika eneo hilo, madai yaliyokanushwa na kamanda huyo wa Libya. Kwa mujibu wa makundi ya kimataifa ya haki za binadamu, vikosi vya Haftar pamoja na RSF pokea msaada kutoka kwa Falme za Kiarabu, ingawa UAE imekuwa ikikanusha madai hayo kwa muda mrefu. Na Marekani inazingatia kuwapa washirika wake wa zamani wa Afghanistan waliokwama nchini Qatar chaguo kati ya kuhamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa linalogubikwa na vita, au kurejea katika nchi yao iliyoko chini ya utawala wa Taliban, hatua inayotajwa na wanaharakati kuwa sehemu ya msimamo mkali wa serikali ya Rais Donald Trump dhidi ya wahamiaji. Saumu Njama anayo taarifa kamili.
Utawala wa Trump ambao umefanya kampeni kali dhidi ya uhamiaji kuwa sera yake kuu uliweka tarehe ya mwisho ya Machi 31 kufunga kambi ambayo zaidi ya Waafghanistan 1100 wamekuwa wakiishi katika kambi ya zamani ya Marekani nchini Qatar wakisubiri kuhamishwa kwenda Marekani, wakihofia mateso kutoka kwa Taliban kwa sababu waliwahi kufanya kazi na majeshi ya Marekani kabla ya serikali ya Afghanistan kuanguka mwaka 2021. Sean Van Diver, mwanaharakati na mwanajeshi wa zamani wa Marekani anayeongoza kundi la Afghan Evac linalosaidia washirika wa zamani wa Afghanistan, amesema amearifiwa kuwa utawala wa Trump unafikiria kuwapa Waafghanistan hao chaguo la kwenda DRC au vinginevyo kurejea Afghanistan. Van Diver amesisitiza kuwa si sahihi kuwahamisha washirika wa vita waliokaguliwa na zaidi ya watoto 400 kwenda nchi ambayo yenyewe inakabiliwa na machafuko na mgogoro wa wakimbizi, na anatarajia Waafghanistan hao watakataa kwenda katika taifa hilo la Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani haikuthibitisha kuwa DRC ndiyo nchi inayolengwa, lakini ilisema inatafuta njia ya kuhamisha kwa hiari watu walioko katika kambi ya Asailia nchini Qatar. Senator Tim Kaine kutoka chama cha Democratic amesema kuwatuma washirika wa Afghanistan kwenda DRC ni hatua isiyo na mantiki, akisisitiza kuwa Marekani ina wajibu wa kutimiza ahadi yake kwa watu waliowasaidia wakati wa vita. Zaidi ya Waafghanistan 190,000 wamepata makazi mapya nchini Marekani, wengi wao wakiishi bila ya matatizo. Hii ni kufuatia mpango ulioanzishwa na rais wa zamani Joe Biden, lakini hapo awali uliungwa mkono na wa Republican wengi ambao kwa kiasi kikubwa waliunga mkono vita vya Afghanistan vilivyodumu kwa miaka 20 mwanzoni. Hata hivyo, serikali ya Rais Trump imevunja mpango mpana wa makazi ya wakimbizi wa Marekani na kuamuru kusimamishwa kwa uchakataji wa Afghanistan. Hii ni baada ya Mwafghanistan mmoja aliyekuwa amefanya kazi na idara ya ujasusi za Marekani na aliyekuwa na matatizo ya msongo wa mawazo kuwapiga risasi wanajeshi wawili wa National Guard huko Washington mwaka jana, ambapo mmoja wao alifariki.